Miaka michache iliyopita kulikuwa na kijana mmoja alikutana na rafiki mpya kazini. Alikuwa mpole, anatabasamu sana, anapenda kuongea vizuri. Kila mtu alimpenda, lakini baada ya miezi mitatu tu ndiye aliyemsaliti. Tena alimsaliti vibaya zaidi. Watu walishangaa. Hatukuona dalili mbaya yoyote, kila mtu alikuwa anasema. Lakini ukweli uko hapa. Dalili zilikuwepo tangu siku ya kwanza. Tatizo si kwamba kazi hazikuonekana. Tatizo ni kwamba watu wengi hawawezi kusoma tabia za binadamu kwa macho. Na leo nitakuonyesha jinsi ya kumtambua mtu bila kuuliza maswali, bila kusikia maneno yake, bali kwa kumtazama tu. Cha msingi, kaa hapa utazame video mpaka mwisho, kwa sababu mwisho, dalili ya mwisho ni dalili hatari sana. Ukijua, naamini utaweza kumsoma mtu kiundani zaidi, na sidhani kama utaumizwa na mtu, kwa sababu dalili ya mwisho ni dalili matata sana ambayo watu wengi wanaitumia. Inatumiwa na watu wengi wanaojificha nyuma ya sura. Hii dalili, cha msingi, tazama hii video mpaka mwisho ili ujue ni dalili ipi ambayo ukiitazama, ukiijua, itakuwa ni rahisi sana kuwatambua watu pasipo hata kuwasikiliza au kuwaona au kuwatazama. Cha msingi, subscribe, share channel ya Haitai ili uwe mtu wa kwanza pindi tutakapokuwa tunatuma video. Kuna kitu cha ajabu sana kuhusu binadamu. Unaweza kuzungumza na mtu kwa miaka, ukacheka naye, ukashiriki naye siri zako, lakini siku moja ndiyo yule anakuja kukugeuka. Anakuja kuwa mtu usiyemjua kabisa. Na hapo ndipo watu hujiuliza, nilikosea wapi? Lakini ukweli mchungu ni huu. Watu hawa mara nyingi hawabadiliki ghafla. Walikuwa hivyo tangu mwanzo. Tofauti ni kwamba ulichagua kuona maneno yao badala ya kuona ishara zao. Leo sitafundisha kusoma akili za watu. Nitafundisha kila hatari zaidi. Nitakuonyesha jinsi ya kumtambua mtu kwa kumwangalia tu. Na kuna dalili moja nitakayosema mwisho ambayo wanasaikolojia wengi hawaiambii wazi, kwa sababu wanajua ukijua hii siri itakuwa ni rahisi sana kuwatambua kila mtu au kumtambua kila mtu. Kwa hiyo vizuri usitoke, angalia mpaka mwisho ili ujue ni kitu gani nitakielekeza hapo mwisho. Na dalili hii utaona watu tofauti kabisa na ulivyokuwa unawaona zamani. Kwa hiyo usitoke, kwa sababu mwisho video hii utaona watu tofauti kabisa na ulivyokuwa ukiwaona zamani. Binadamu anaweza kudhibiti anachosema, lakini hawezi kudhibiti kila harakati za mwili wake. Mwili huongea kabla akili haijajipanga, au kabla akili haijapanga uongo. Fikiria, uliwahi kuona au kukutana na mtu hakuna kitu kibaya alichosema, lakini ndani yako ukahisi tu kuna kitu hakipo sawa? Hiyo ni bahati, ni ubongo wako. Hii si bahati, bali ni ubongo wako unasoma ishara kidogo. Mfano, mtu anayekusikiliza lakini miguu yake imeelekea mlangoni. Akili yake tayari inataka kuondoka. Mtu anayekubali kwa kichwa lakini mwili unajifunga. Hana makubaliano ya kweli. Hizi ni lugha za kimya, na watu wanaojua kuzisoma huumizwa mara chache sana.
Macho ndiyo sehemu ngumu zaidi kudhibiti. Ndio maana waigizaji wakubwa hufundishwa miaka jinsi ya kujifunza macho kucontrol. Angalia mambo haya. Macho yanayokwepa ghafla. Sio kila anayekwepa ana uongo, lakini kukwepa mara nyingi wakati wa swali muhimu huonyesha discomfort. Dalili ya pili, kumtazama kupita kiasi. Kutazama kupita kiasi, watu wanaotaka kukudokumenti hutazama sana bila kuvunja contact. Ni mbinu ya kisaikolojia ya kuonyesha nguvu. Dalili ya tatu, macho yasiyo na hisia. Tabasamu lipo lakini macho hayashiriki. Hapo mara nyingi kuna maigizo, na hapa ndipo watu wengi huingia mtegoni. Mtu anaweza kudhibiti maneno lakini macho yake hayawezi kudanganya. Angalia vitu vitatu. Mtu anayekusikiliza lakini macho yake yanazunguka sana, akili yake haipo hapo. Mtu anayekutazama sekunde chache kisha anakwepa, kuna jambo anajificha. Mtu anayekutazama sana kupita kawaida, mara nyingi anajaribu kusoma au kukudhibiti. Watu waaminifu hutazama kwa utulivu, sio kwa pressure. Tabasamu la kweli na la uongo, hapa nitaweka utofauti wake. Kuna aina mbili za tabasamu: tabasamu la mdomo, tabasamu la macho. Watu wengi hutabasamu kwa mdomo tu, lakini mtu anayefurahia kwenye macho, na mtu anayefurahia macho yake yakiwa yanajikunja kidogo pembeni. Ukiona mtu anatabasamu lakini macho hayabadiliki, uwe makini. Mara nyingi huyo anavaa tabia. Mwili hutoa siri ambazo akili haiwezi kuficha. Mikono iliyofungwa mara nyingi hujilinda au kutokuamini. Mwili unaoelekezwa mbali nawe, mara nyingi mtu huyo anakuwa hana insecurity. Mtu anayekaribia sana haraka, anayeweza kuwa anajaribu kutawala nafsi yako. Watu wanaojiamini hawalazimishi uwepo wao. Inanikumbusha kisa kimoja. Kuna dada aliwahi kusema, nilijua kuna kitu hakipo sawa, lakini nilipoulizia baadaye aligundua kila dalili ilikuwa wazi, lakini alichagua kuamini maneno kuliko ishara. Na hapo ndipo watu wengi hukosea. Mtu anayebadilisha tabia kulingana na watu waliopo. Akiwa na fulani ni mpole, akiwa na wengine ni mkali, akiwa nawe ni tofauti kabisa. Huyu hana utu thabiti, anaigiza. Na watu wa aina hii ndio huumiza zaidi bila kutarajiwa. Kulikuwa na mfanyabiashara mmoja, alipata mshirika aliyekuwa mchangamfu sana. Alionekana mwaminifu kupita wote, lakini kila walipokuwa wanaongelea pesa, macho yake yalibadilika. Sekundi chache alikuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Pale walipokuwa wanaongelea pesa, hakuna aliyejali ile hali. Miezi 6 baadaye, biashara ikaanguka na mshirika akapotea. Kumbe dalili zilionekana
tangu awali, lakini hakuna aliyekasoma dalili zake. Tabasamu la kweli lina alama tatu: mashavu hupanda, macho yanakunja pembeni, uso wote hubadilika. Lakini tabasamu bandia huishi kwenye midomo tu. Watu wengi hutumia tabasamu kama ngao, si kwa sababu ni wabaya, bali wanajilinda na wanajificha. Nia yao ni kuweza kukudanganya, ni kuweza kukufanya uamini. Kwa hiyo hii dalili itakufanya uwaepuke watu wengi wanaokuja na sura mzuri, lakini nia yao ni mzito. Kama hujasubscribe, tafadhali subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza pindi tutakapokuwa tunatuma video zetu. Asanteni sana, bye bye. Usikose sehemu ya pili ya hili somo, tutaendeleza. Asanteni sana, bye.